naamini mmeshatusamehe. Tulikuwepo Zingiziwa toka saa 5 asubuhi, lakini tulikuwa tuna majukumu ya wakubwa wengine. Tumemaliza na sisi tumeendelea ya kwetu. Hivyo tunawashukuruni sana kwa kutuvumilia. Lakini tumie nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Diwani, sana mtendaji wako wa kata, afisa tarafa, wenye viti wote na watendaji wote wa mitaa kwa maandalizi makubwa ya mkutano huu. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Katibu tawala, tuna wajibu wa kuwashukuru hawa kwa sababu tulitamani tukutane na Wanazingiziwa. Mimi na wewe katibu tawala tusingeweza kuwakuta Wanazingiziwa kama sio wenzetu hawa waliofanya maandalizi makubwa haya. Na sisi wakati tunajifunza kuandaa umma, kuna vitu vikubwa vitatu wanakuambia ni lazima ukitaka kumpima mwenyeji wako aliyokuandalia umma. Cha kwanza ni uwepo wa umma wenyewe ambao unakwenda kuongea nao. Cha pili ni mazingira rafiki ambao ninyi wawili kati ya wewe mwenye habari na mpokeaji wa habari mnaweza mkakaa mkapashana habari. Cha tatu ni namna ya mawasiliano mkaelewana. Ingekuwa sisi wote hapa hatuna uwezo wa kusikia, maana yake tulitakiwa kuwa wataalamu wa alama ili tuwasiliane kwa alama. Lakini kwa sababu wengi wetu tunasikia, maana yake uwepo wa vipaza sauti vinavyosikika ndio sehemu ya mawasiliano ya yule mwenye habari na yule anayepaswa habari. Hivyo niwapongezeni sana. Zile sifa zote tatu zimetimia. Sifa ya kwanza ya mleta habari, sifa ya pili ya atakayepokea habari ambao ni nyinyi, maana yake audience ipo. Jambo lingine la pili jipya ni mazingira, watu wamekaa kwenye kivuli na mimi nimekaa kwenye kivuli. Tunasikilizana, watu wamekaa kwenye kiti, watu wamekaa kwenye majani. Lakini la tatu ni mawasiliano, nikihutubia yule wa kule mwisho ananisikia, yule ananisikia, ndio maana mwingine atakaa juu ya mti, mwingine atakaa kwenye majani na wote mtasikilizana. Wapigieni makofi waandaliaji chini ya Mheshimiwa Diwani. Tunakushukuru Diwani. Pole pale palipouma, lakini ndio hivyo tunapalilia yajayo. Tunakushukuru sana. Umefanya vizuri. Na Mheshimiwa Diwani, umepalilia kwa watu waliokuchagua. Wamekuchagua na wewe unawatengenezea mazingira mazuri. Yapo unayoweza kuyafanya wewe, yapo wenzako wanakusaidia kuyafanya. Nikupongeze na wenyeviti wako kwa maandalizi haya mazuri sana. Ndugu zangu, amesema katibu tawala. Nimekuja mimi katibu tawala, wakuu wa idara, afisa tarafa na wajumbe wa kamati ya usalama kwenye kata ya Zingiziwa. Haimaanishi hatuji kesho kutwa na Mtondogoo. Lakini kwa safari yetu ya leo tumekuja kusikiliza. Na sio kwamba tukiwa ofisini au tukifanya ziara hatusikilizi. La hasha. Tumekuja kusikiliza. Ndio maana na sisi thamani ya kusikiliza kutoka kwenu. Nimekuja na afisa tarafa ambaye mwenye tarafa yake. Lakini tumekuja na kamanda OCD mwenye wilaya yake ya kipolisi. Lakini nimekuja na watu wa ardhi wakiongozwa na mkuu wetu wa idara ya ardhi. Nimekuja na mganga mkuu, daktari yupo hapa. Nimekuja na watu wanaohusika na masuala ya maji, DAWASA wako hapa wakiongozwa na meneja wetu na timu yake. Lakini nimekuja na watu wanaohusika na mwanga wa usiku, TANESCO wakiongozwa na meneja wetu. Lakini pia
nimekuja na wataalamu wengine ambao wataonekana baadaye, wanasheria wakiongozwa na mwanasheria wetu wa jiji huko hapa. Nimekuja na afisa biashara, mkuu wetu wa idara ya biashara. Maisha haya ni biashara, mmeshazungumza hapa hadi leseni. Nimeambatana naye. Nimeambatana na mzungumza barabara hapa kwamba yeye hana lami. Sasa nikakumbuka nimeenda njia kwa makamu wa rais na lami. Lakini nikasema hapa inaonekana sio zingiziwa. Nimeambatana na watu wa TARURA. Asante sana, yuko pale engineer. Maana yake tumekuja wote kwa pamoja kuwasikiliza. Na wengine wote. Ndugu zangu, kwa nini tumekuja kuwasikiliza? Tumekuja kuwasikiliza. Uchaguzi umefanyaje? Uchaguzi umefanyaje? Na ninyi ndiye mliyemchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Jipigeni makofi mengi sana. Na kwenye wilaya yetu Mheshimiwa Rais amepata kura nyingi sana kuliko kura zingine katika wilaya yoyote Tanzania. Na waliompa ni ninyi. Kwanza tumekuja tuwashukuru. Lakini la pili, ninyi mliyempa kura rais. Mlipompa kura Mheshimiwa Rais, mlikuwa mna matazamio fulani. Kuna jambo Mheshimiwa Rais alipita akaonyesha ilani, akasema, mkamchagua. Mlimchagua kwa sababu mlikuwa mna matumaini fulani. Moja ya matumaini ni kuondoka kwa kero ambazo mmoja wenu zinamsibu. Hivyo tumekuja na sisi kuwasikiliza kama sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya makamu wa rais na waziri mkuu. Lakini sote kwa pamoja tunatekeleza maagizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo niwashukuruni sana wanazingiziwa kwa kujitokeza kwa wingi. Naomba mjipigie makofi. Sasa tutakapowapa nafasi, ni vizuri ukaeleza shida yako kwa kifupi, ili lile la kutatua hapa tunatoka nalo hapa, la kufanya nini uamuzi tutaufanyia hapa, ili na mimi nitakuja kuongea baadaye. Lakini sasa natamani niwasikilize nyote. Mkisema kwa kifupi, kama maeneo yanahusiana eneo moja limezungumzwa, basi usirudie. Lakini tutaanza na watu 10 mpaka tupate nafasi. Lakini mwishoni tutapata nafasi ya kujibu yale ambayo tunayajibu, au ya kuyachukua au ya kuyafanyia kazi. Ndio maana mimi hapa nimeambatana na wanasheria wako hapa na wataalamu wako, ili kwamba hakuna lalamiko la mtu ambalo tutaliacha. Na ndugu zangu, unavyosema hivi, unapokuwa kiongozi, moja ya sifa ya kiongozi ni kujali shida za watu. Uongozi wako utakuwa hauna maana kama wale unaowaongoza kila siku watakuwa wanalalamika. Itakuwa haina maana uongozi wako endapo wale watu utakaowaongoza wananung'unika juu yako. Uongozi wako ni kazi bure. Utakuwa sio kiongozi wa watu, ila utakuwa ni kiongozi wa malalamiko na shida za watu. Na ndio maana Mwalimu Nyerere anazungumzia ukiongozi bora ni yule anayejali shida za watu. Na ndio maana kiongozi anapoenda kuomba, huwa haombi kuambia nawaletea wali, mchele, sijui nini. Yupo kiongozi anaomba hivyo? Hapana. Kiongozi akija anasema naomba nichague nitajenga barabara, ni shida za watu. Naomba nichague nitamaliza migogoro, ni shida za watu. Naomba nichague nitajenga shule, ni shida za watu.
Naomba nichague, nitajenga hospitali, ni shida za watu. Naomba nichague, nitaboresha maisha, shida za watu. Ndiyo sifa ya kiongozi. Ukishachaguliwa sasa, unaenda kutekeleza yale uliowaomba. Maana yake uliomba kutekeleza shida za nini? Za watu. Hivyo na mimi na wenzangu tumeambatana kwa ajili ya hiyo.